Red Sunday. Naomba nimkaribishe John, mwandishi wa kitabu ambaye anatufanya tunakuwa na segment hii siku ya leo, aweze kusogea mbele, atambulishe kitabu chake na akizungumzie, na kama ana la kuzungumza na chochote kila kitu amalize, sitampa nafasi tena. God bless you my brother. Karibu. Piga makofi kama na wewe utaandika kitabu chako. Na wewe utaandika cha kwako na tutazindua. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Binafsi yangu nina furaha sana kwa siku ya leo. Kwa sababu ni siku ambayo nilisubiri kwa hamu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameachilia vitu mbalimbali ndani ya watu. Kwa kila mtu anatakiwa kutumia talanta ambayo Mungu amempa ili uweze kumsaidia yeye, especially kuwasaidia wengine ambao watakuwa ni sehemu ya wale ambao watapokea katika hicho ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yake. Niwashukuru sana kwa ninyi nyote kwa kufika mahali hapa. Mungu awabariki sana. Zaidi ya yote nimshukuru mchungaji, niwashukuru kamati kwa kujitoa kwao, wamejitoa kwa muda wao, wamejitoa kwa fedha zao. Mpaka sasa tuko mahali hapa kukamilisha shughuli hii. Kwangu mimi ni hatua kubwa sana na namtukuza Mungu kwa siku ya leo. Nipende kumshukuru sana kaka yangu brother Mombosimama. Simama hivyo. Naomba nimtambulishe. Huyu ni brother yangu, ni mwalimu wangu. Tumekutana Morogoro, amenifundisha Advance Morogoro Sekondari, alikuwa akifundisha pale, lakini baadaye aliacha kazi ya walimu akaendelea na mambo yake. Kwa hiyo nilivyomwalika hakusita kufika kushirikiana na mimi. Ndio mgeni wetu siku ya leo. Brother, Mungu akubariki sana. Anaitwa Ruben Munyu. Ruben Munyu ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Munyu Real Estate and Talent Agency, iko manispaa ya Morogoro. Moja kwa moja nitakwenda kuzungumzia kuhusu kitabu hiki ambacho nimekiandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeandika kitabu ambacho nimekipa title yake inaitwa Toka Gerezani, Gereza la Ufahamu. Nitaanza kwa kunukuu. Nitanukuu andiko moja tu, zeni nitaendelea kuzungumza. Wakorintho wa pili 10 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, nitanukuu mstari mmoja tu wa Biblia kulingana na muda, baada ya hapo nitaendelea kuzungumza. Wakorintho wa pili 10 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema kwamba tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa upande wangu katika experience ya maisha ambayo nimeishi na kuobserve maisha ya watu wengi sana, niliona kwamba watu wengi wako katika changamoto nyingi za maisha ambazo sosi yake inakuwa katika fahamu zao. Kwa nini gereza la ufahamu? Ukiangalia kwa hali ya maisha tunayoishi sasa, inaonekana ni kana kwamba kuna chumba sehemu fulani ambako akili za watu wengi zimefungiwa, zinapigwa kipigo kikubwa sana. Sasa kinachowafanya walio nje ya kile chumba kufahamu kwamba kuna watu sehemu ambao wana experience maumivu ni zile sauti za vilio na maumivu zinazotoka kule ndani. Na kwa mujibu wa kitabu hiki ambacho mimi nimeandika, nimesema kwamba kama kuna kifungo kibaya na kigumu kimewahi kutokea katika maisha ya binadamu, basi ni kifungo cha ufahamu. Watu wamefungwa katika maeneo mbalimbali, na hata shetani kwa kugundua kwamba watu wanaweza wakajikwamua na kuendelea na maisha
kupiga hatua katika maisha yao, wakapata vitu vikubwa sana katika maisha yao, shetani akaona ni bora awafunge watu katika fahamu zao. Kwa kitabu hiki nimeandika mahususi kwa ajili ya kukusaidia wewe kujisaidia na ufahamu wako. Kitabu hiki kina sura 5. Nimeandika sura 5. Sura ya kwanza nimefanya description kama nilivyosema toka gerezani. Kwa hiyo nimeelezea gereza, nimetofautisha means ya gereza la kawaida na gereza la ufahamu vinatofautiana vipi. Kuna mtu mmoja anaitwa Robin Sharma. Yeye aliandika kitabu kinaitwa The Great Guide. Kina sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kwenye sehemu ya pili aliandika chapter moja fupi sana, akazungumzia kitu kinaitwa invisible fences. Ni kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao watu wamefungwa, lakini kile kifungo hakionekani kwamba mtu amefungwa kwa namna gani. Akatoa mfano mdogo kwamba kuna kijana mmoja alikuwa anafuga kuku wa kwake. Yule kuku alikuwa anafungwa kwenye mti muda wote. Kwa bibi yake akamwambia siku moja, wageni wanakuja, tunataka tumchinje kuku. Yule kijana akasema, mimi sitakubali kuku wangu achinjwe. Bibi yake akamwambia, tutamchinja. Kwa alichokifanya yule kijana, akaenda akakata ile kamba ili yule kuku akimbie. Lakini baada ya kukata ile kamba, yule kuku aliendelea kubaki kwenye mazingira yale yale. Hakuondoka kwenda sehemu nyingine. Kwa nini? Alifungwa kamba kwa muda mrefu kiasi kwamba amezoea yale mazingira, amezoea kuwepo pale. Kwa akijaribu kuondoka anashindwa. Na ndio huku ndani ya kitabu nikakuandikia sura inaitwa nguvu ya badiliko. Ili uweze kubadilika katika maisha yako, you must experience pain. Badiliko lina maumivu. Badiliko litakutenga na watu. Ukisoma hii sura inaitwa nguvu ya badiliko, nimezungumzia hicho kitu. Naomba nieleze vitu viwili nimalize. Ni vitu gani vinavyofunga fahamu za watu? Nitazungumza viwili. Kwenye kitabu nimeandika vitu vitano. Kitu cha kwanza ni malezi na makuzi. Kitu cha pili ni matatizo ya kijamii kama umaskini, madeni na magonjwa. Kuna watu wameugua, inafikia hatua anajiona kwamba mimi ni mtu wa kufa. Watembelee hospitalini. Kuna watu hawana tumaini la maisha, wamekata tamaa. Lakini shida inatoka wapi? Shida iko katika fahamu zao. Ni kwamba wamejijengea mipaka, wametengeneza limit, wamepiga mstari wakiona kwamba hakuna namna wanaweza wakaenda beyond. Tumelelewa na wazazi kuanzia tukiwa wadogo mpaka sasa tumefikia stage hii. Wazazi wametuambia vitu gani sana? Nini tumesikia kutoka kwa wazazi wetu? Haimaanishi kwamba wazazi wetu wametuambia vitu vibaya, lakini vipo ambavyo walituambia ambavyo havina manufaa kwa kesho yetu. Sasa katika swala la matatizo, shida za kijamii na maisha, sina muda wa kutosha, naomba nimalizie hii moja. Kwamba matatizo ya kijamii, madeni, umaskini vimefunga akili za watu wengi sana. Nikaobserve kitu kimoja. Kwa mfano, kuna watu wako leo kwenye mahusiano si kwa sababu wanayafurahia. Kuna watu leo wako kwenye ndoa si kwa sababu wanazifurahia. Natoa mfano, sichukui jina dhahiri na creative. Binti mmoja anaitwa Anne. Aliolewa na mwanaume. Yule mwanaume alikuwa mkorofi sana. Alikuwa anampiga sana yule binti. Yaani jinsi alivyokuwa anampiga, alikuwa anachukua kidole chake kama hiki, anaweka ukutani, anaanza kukigonga na nyundo mpaka kikitoka damu ndo anaacha kumpiga. Baada ya hapo, watu wakija kumshauri yule binti, anasema nimemsamehe. Kwa nini umemsamehe? Kwa sababu ninampenda. Lakini ukiangalia by nature, nataka niongee kitu kimoja hapa afu nimalize. Ukiangalia by nature ni kwamba huyu binti alitoka katika familia ambayo ilikuwa na matatizo sana. Iko ndani ya kitabu utasoma. Kwa hiyo yale matatizo ya nyumbani kwao, na kwa sababu tu yule mwanaume wake alikuwa na pesa, yale matatizo ya nyumbani kwao yalimfanya asiwe na upendo, asiwe na mapenzi tena, akawa mhitaji. Yalimfanya asiwe na msamaha tena, akawa mpumbavu. Nimeandika kwenye kitabu, there is a difference between love and need, forgiveness and stupidity. Kuna tofauti
ya mtu kuwa na mapenzi na mtu kuwa mhitaji. Kuna tofauti ya mtu kuwa na msamaha na mtu kuwa mpumbavu. Kuna watu leo wameshindwa kuwa na msamaha. Yaani maana ya msamaha nini? Unapomsamehe mtu unaachilia ndani, unakuwa uko huru. Kitu cha mwisho. Sura ya 5 nikazungumzia, sura ya 4 anasema kwamba uhuru wa kweli. Sura ya 5 uwe na tumaini kuwa huru inawezekana. Kuna watu wamekata tamaa kwa sababu hawajapata neno la kunenewa. Kuna watu wamekata tamaa kwa sababu hawana influence. Jina la Eugene Lang. Alikuwa milionea, alifanikiwa kujitengenezea milionea kulingana na kazi yake ya kuchimba mafuta. Siku moja aliamua kutembelea sehemu ambako alikuwa amesoma mwanzo, alikokuwa amesoma primary, shule ya msingi. Alipofika pale alikuwa na intention ya kuzungumza na watoto wa darasa la 7 ambao walikuwa wanaelekea kwenda kufanya mtihani. Alipofika pale, kitu alichoambiwa na mkuu wa shule ile kilimtisha sana. Akaambiwa kwamba 3% ya watoto hawa watafeli, hawatafaulu mitihani yao. Sio 3%, robo 3 watafeli, hawatafaulu masomo yao. Kila kitu kilimtesa sana. Akajiuliza, nini nifanye ili hawa watoto niwasaidie? Kwa sababu ile statement yule mwalimu hakuisema tu kwa yule bwana, aliisema mpaka kwa wale watoto. Alikuwa akiingia darasani anawaambia, nyinyi ni wajinga, hamtafaulu. Alichokifanya Lang, hakuingia darasani kwa ajili ya wale wanafunzi. Alichokifanya, hakuwapa pesa. Ila alivyopanda kuzungumza na wale wanafunzi, alivyokumbuka ile statement ya mwalimu, ilimchanganya sana. Alichoamua, alibadilisha kile ambacho alikusudia kuzungumza. Wale watoto akawaeleza jinsi alivyoshuhudia hotuba ya Martin Luther King Jr. katika maandamano ya Washington DC mwaka 1963. Ile hotuba inaitwa I have a dream. Akawafundisha wale watoto jinsi ya kuweka malengo na kuwa na ndoto. Alichotaka Lang kukifanya ni kuondoa ile nguvu ya siwezi ambayo ilikuwa imetawala ndani ya wale watoto. Alichotaka kukifanya Lang ni kuondoa ile mipaka na zile boundaries ambazo wale walimu na yule mwalimu alikaa kuseti katika mind za wale wanafunzi. Baada ya miaka kadhaa kupita, wale wanafunzi walipoingia katika mtihani, 90% kuendelea, wale wanafunzi walifuzu masomo yao. Na baadaye yule bwana akafanikiwa kuanzisha taasisi ambayo ilikuwa inaitwa I have a dream. Na wale watoto wote wakaitwa dreamers. Kwa jambo la msingi ni nini? Ukitaka kufanikiwa katika maisha, anza kufungua ufahamu wako. Kuna sehemu nimeandika, nimejikoti mwenyewe. Nikasema kwamba there is no means you can unlock levels without unlocking your mind first. If you need to unlock levels, unlock your mind first. Nilikuwa nasoma Facebook ya mwalimu wangu, mgeni rasmi wetu wa leo. Kuna dada mmoja alicomment pale. Alikuwa ameandika pale akasema, unaona kufanikiwa au unaona kushindwa, unaona utajiri au unaona maskini? Yule dada akacomment akasema, yaani mimi sielewi chochote, hata sijui inakuaje. Akamuuliza, kinachokutatiza ni nini kwenye comment? Sikuona reply. Where the problem is in the mind. If you want to enjoy, to be successful, kuyafaidi maisha, hakikisha unaseti huru ufahamu wako. Mwanafalsafa Aristotle alisema kwamba the ultimate purpose of human life is to be happy. Then the most striking question that we must ask ourselves is how we are supposed to live in order to be happy. Zumuni kuu la maisha ya mwanadamu ni kuishi kwa furaha. Swali la msingi ambalo kila mmoja wetu anatakiwa ajiulize ni, mimi natakiwa niishi vipi ili niweze kuwa na hiyo furaha? Mungu awabariki sana. Nawapenda. Karibuni.